Nataka usikie kile Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 12:24. Biblia inasema hivi: damu ya Yesu inaongea mema kuliko damu ya Abeli. Ukisoma vizuri na kuelewa, utasikia kusema damu inaongea. Damu ya kila mtu inaongea. Unaweza kuwa uko natembea njiani bila kujua damu yako inaongea. So damu ya mtu inaweza kuongea kwa uzuri, wala damu ya mtu inaweza kuongea kwa ubaya. Sasa ni wewe peke unapasha kujua damu yako inaongea kwa hatua gani kwa maisha yako. Damu yako mwenyewe inaweza kuanza kuongea kinyume na maisha yako, wala damu yako pia inaweza kuongea mema kwa maisha yako. Sasa shida sio ya kuongea, kwa sababu damu zinaongea, lakini shida ni ya kujua damu yako inaongea kwa hatua gani. Damu yako inaongea kwa uzuri, wala damu yako inaongea kwa ubaya. Kama damu yako inaongea mema, basi maisha yako inachukua hatua nyingine. Kama damu yako inaongea mabaya, maana yake maisha yako inakuwa na shida. Ndio maana unasikia tunasema kifungo cha kwanza cha mwanadamu kiko ndani ya damu yake. Madhabahu ya kwanza ya mwanadamu sio madhabahu ya nje, ni madhabahu ambayo iko ndani yake. Kwa sababu unaweza kupambana na madhabahu ya nje, lakini umeshinda kupambana na madhabahu ya ndani yako. Unaweza kupambana na madhabahu ambayo jirani yako alijenga kwa ubaya kwa ajili yako, lakini saa zingine unaweza kushinda kupambana na madhabahu iliyojengewa ndani ya damu. Kwa sababu madhabahu tunayo ndani ya damu ni madhabahu tulioikuta kwa hiyo damu sisi tumeriti. Damu unayo sio ya kwako, ni damu ya kizazi yako. So haujui kwa hiyo damu kuna madhabahu gani, waliongea vitu gani, walinena nini kwa hiyo damu. Saa zingine wale walionena misemo kwa damu yako wamesha fariki, lakini misemo walioinena, maneno walioisemea damu bado inaendelea kudai watu kwa familia. Ndio maana unaweza kuona watu wengine wakishafika umri fulani kwa hiyo familia lazima waanze kufariki. Yaani hakuna mtu anaweza kuvuka hiyo miaka, kwa sababu damu inaongea, iko na ripoti, imesave ripoti, na wakishafika hiyo date lazima damu iongee. Biblia inasema damu ya Yesu inaongea mema kuliko damu ya Abeli. Angalia ni wakati gani Abeli alifariki, miaka nyingi sana, lakini kitabu cha Waebrania ni kitabu kinaongea wakati Yesu amesha kuja duniani, lakini wana recognize ya kusema bado damu ya Abeli iliendelea kuongea, na inaongea vitu ambavyo sio sahihi, inaongea vitu vibaya, inaongea vengeance, inaongea hukumu. Oh my God, sijui damu yako inaongea nini kinyume na wewe. Sijui damu yako inakuwekea mipaka gani wakati unatembea kwenda kutafuta kazi mzuri, lakini damu yako inaongea kusema huyo mtu aweza kufanikiwa kupata kazi nzuri. Wakati wewe unang'ang'ana, unapambana kupata ndoa nzuri ya ustarehe, lakini damu yako inaongea kinyume na kusema wewe haustahili kupata ndoa, haustahili, kwa sababu hii damu haistahili watu kufanikiwa ndoa. Wakati unataka upande promotion, lakini damu yako inakataa, inasema wewe haustahili, kwa hiyo kizazi yetu wewe haustahili kupata promotion, lazima watu wote wafariki bila kazi mzuri. Wakati unataka uzae, damu yako inakataa, inasema katika ukoo wetu hakuna mtu anaweza kuzaa kwa sababu uzazi wenu ilitolewa kafara. Sijui ni nani alitoa damu ya kizazi yenu, na damu inaanza kuongea vibaya, damu inaanza kuongea kinyume na baraka yenu. Naanza kutabiria mtu magharibi ya leo, hata kama kuna damu ziliongea vibaya, hata kama kwa ukoo wenu kuna damu inayoongea vibaya, hata kama kwa ukoo wenu kuna maisha ya watu haiweza kupanuka, hata kama kwa ukoo wenu walifunga watu wasifanikiwe kikazi, wasifanikiwe kihuduma, wasiende mbele, wasimalize shule, hata kama kwa ukoo wenu kuna lahana fulani inayofuatilia mstari wa damu yenu, lakini nina habari njema kwa ajili yako.
Habari ninayokuletea ni ya kusema nje na damu yako kuna damu nyingine na nena mema, na hiyo damu ni damu ya Yesu Kristo aliye mbinguni, na kutamkia damu ya Yesu Kristo ianze kuongea mema. Sehemu ambayo damu yako ya ukoo inaongea vibaya, hacha damu ya Yesu Kristo iongee mema. Kuanzia leo kuna mabadiliko zinaenda kuingia kwa maisha yako, kwa sababu damu ya Yesu inaanza kuongea tofauti na vile kizazi kiliongea, utofauti na vile watu waliongea kwa familia yenu. Damu ya Yesu itaenda kuongea, itajustify maisha yako, itakutetea kwa hatua zote. Mali ambapo alikuwa laana, damu ya Yesu inaenda kuondoa hiyo laana, kwa sababu ni damu ya Yesu inaweza kuongea mema kwa ajili yako. Sehemu yote pana laana za misemo, za maneno zilizoongelewa kwa ubaya kwa ajili yako, na kutangazia damu ya Yesu inaenda kukuvuta. Damu ya Yesu inaenda kuvuta maneno yote mabaya yaliyotabiriwa juu yako. Damu ya Yesu itanena mema. Hacha watu waongee mambo mabaya kwa ajili yako, hacha watu wachafue historia yako, lakini damu ya Yesu inaenda kuongea utofauti. Damu ya Yesu inaenda kuongea kusema wewe ni kichwa sio mkia. Damu ya Yesu inaenda kuongea kusema wewe hutakufa kifo kama watu wote kwa familia yako. Damu ya Yesu inaenda kuongea ya kusema wewe sio wa kawaida. Damu ya Yesu inaenda kuongea kusema in 2026 maisha yako inaenda kubadilika, na kwambia utapata ndoa. In 2026 maisha yako inakuwa tofauti na 2025. Kama 2025 ilikushikilia kabisa katika mafanikio, na kwambia 2026 kuna damu ya Yesu inaanza kuongea utofauti. Kazi yako inaenda kupata promotion kabisa. Wewe ulikuwa na kazi, Mungu anaenda kukupa kazi, kwa sababu damu ya Yesu inaanza kwenda kutetea mtu mmoja. Kwambia mama yangu, baba yangu, sehemu popote ulipo, hacha kupiga kelele ya kilio, panguza machozi, vuta machozi yako, kwa sababu damu ya Yesu inaanza kwenda kukutetea. Itatetea watoto wako, itakutetea kazini, itatetea biashara yako, itatetea mambo yako yote. Mwaka tunayoanza hautafeli tena katika jina la Yesu Kristo. Wanaokufuatilia hawatavuka mwaka hii, hawatavuka tarehe 31 ya mwezi ya Disemba ya 2025. Maadui yako hawatavuka, maadui yako hawatavuka. Na kompea Mungu afanye maneno kama ile alifanya na Farao, wakati moyo wake ili decide kuwafuata watoto wa Israeli, kuwafuata. Biblia inasema wakati Mungu alifungua njia, watoto wa Israeli wakavuka bahari nyekundu. Biblia inasema Farao na jeshi lake waliingia, walifikiria ni rais wao pia wataingia kwa hiyo njia Mungu aliyoifungua kwa ajili ya Israeli. Biblia inasema hiyo njia iligeuka kwa makaburi zao. Na kompea maadui zako hii mwaka, kabla tuvuke tarehe 31, wakati uko unavuka tarehe 31, maadui yako wakitaka wanyoshe mguu wavuke. Naomba usiku wa 35 kwenda kutarehe 1 ya mwaka mpya, na kwambia haleluya, katikati ya usiku geuke kuwa makaburi ya maadui zako. Hawatavuka pamoja na wewe, mlango yako wewe, maadui zako hawatapita tena, kwa sababu damu ya Yesu inaanza kuongea tofauti. Damu ya Yesu inaanza kutetea maisha yako. Damu ya Yesu inaanza kwenda kujustify maisha yako. Sasa usilie tena ya kusema babu yangu alisema hivi, watu walisema hivi. Taka ujue Yesu amesema nini, damu ya Yesu imesema nini kwa ajili ya maisha yako. 2026 something is going to happen in your life. In 2026 the heaven is going to be down in your life. Oh, in 2026 something is going to change in your life. In 2026 a new atmosphere is going to start in your life. 2026 is not 2025, because the blood of Jesus Christ iko nehenda kuongea pa maisha yako, na itaongea mema. Mungu akusaidie. Mungu abariki nafsi yako.